Sababu inayofuata ittiba'u du'ati su'i, kufuata walinganizi waovu. Wama akthara haula'i la katharahum Allah, ni wingi walioje walinganizi wanaolingania katika milango ya Jahannam. Allah awapunguze idadi yao, ni wengi sana. Nasallallahu al-afiyata was-salama. An Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. hii ni hadithi ndefu ya Hudhaifa. Katika yale aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kutakuwepo na walinganizi. Sikiza alivyowaita, yakunu du'atun, amewaita walinganizi. Kwa isipite katika akili yako kuwa walinganizi wote walingania katika haki maadamu ni mlinganizi. La, Mtume sana anasema yakunu du'atun, waitwa du'at, lakini ala abwabi jahannam, katika milango ya moto. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yoyote mwenye kuwaitikia basi hao watamtumbukiza ndani ya moto. Hudhaifa asema faqultu ya Rasulullah sifhum lana, hebu tuelezee sifa zake ya Rasulullah ili tuwajue tujiepushe na wao. Qala na'am qaumun min jildatina, ni watu kama ngozi zetu. Sheikh Ibn Baz akieleza yasema ay min al-arab wa qad yakununa min ghairi al-arab, bimaana katika Waarabu na huweza wakapatikana wasiokuwa Waarabu katika jambo hili. Kisha akasema wayatakallamuna bialsinatina, na wazungumza kwa ndimi zetu. Waweza kuwasikia wasema qala Allahu qala rasuluhu, lakini pale pale ndio wakakupitisha mapito yasiyokuwa ya sawa. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu kwa kuwapokonya watu katika nyoyo zao. Bimaana umelala wewe ni alim, ukiamka asubuhi wewe ni jahil. Allah hachukui ilmu kwa njia hiyo, ana njia yake anayoitumia. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaitaja walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, lakini Allah huichukua ilmu kwa kuwachukua wanawavioni. Kila akimfisha mwanawachuoni ni ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ameiondoa. Kwa anapokufa mwanawachuoni, Muislamu atakikana usikitike sana, kwa sababu kuna ilmu pale imeondolewa. Hata idha lam yubqi aliman, itafikia wakati Allah hatabakisha mwanawachuoni. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu watawachukulia ndio wanaoongoza wao katika dini watu wajinga. Wajinga bwana, ukiwaulizia hawa walikuwa vipi, wakapita vipi mpaka wakafikia pale walipofikia, waweza kushangaa alifikia vipi huyo akawa yeye asikilizwa na Waislamu wamfuata, akawa yeye ndiye anayewaongoza, lakini ni mjinga jahil. Ruusan juhala, fasuilu, wataulizwa maswali. Na kwa kuwa ni wajinga, hakuna watu wenye jur'a na ujasiri wa kujibu mambo ya dini kama wajinga. Na ndio maana waweza kuona watu wamekaa katika vikao vya kahawa, vigaro vile vya kahawa, pale pale wakakufurishana, wakasilimishana, wakahukumu hii ni halali, hii ni haramu. Kwa maoni yangu naona haifai bwana. Vipi bwana, itafaa vipi? Na wale lau kama atafuatwa ulizwe wazijua nguzo za imani, atasema nazijua. Mwambie, atakwambia swala, saumu, zaka, hija. Alafu ni ipi ile na ipi? Amuuliza mwenzake na ipi ile, anambia nakulisha maskini. Nakulisha maskini. Wala usishangae, jur'a ya juhala ni kubwa sana, wana jur'a. Sasa hao wataulizwa, na kwa kuwa ushamuita shekhe, ushamweka juu pale na hajui, atatoa fatwa bila ya kuogopa. Aftau bighairi ilmin fadallu, watapotea wao, wa adallu, na watawapoteza wengine. Na hao ndio wale hata akija akiambiwa basi
lile jambo lililosema ni makosa, harudi nyuma, hakubali kuwa amekosea, atabakia na kukakamaa pale pale, kwa sababu mjinga hajui natija ya kile kitendo anachokifanya. wala yazalu du'atu as-su'i wa a'immatu ad-dalali yasudduna an-nasa 'an sirati Allahi al-mustaqim, na hawakuacha walinganizi waovu, maimamu wa upotofu, kuwazuia watu kutoka na njia ya Allah iliyonyooka. wa 'an dinihi al-qawim fi qadimi az-zamani wa hadithihi, wakawazuia watu kutoka na dini ya Allah iliyonyooka, hawa walinganizi zamani huko na mpaka leo. wama qissatu as-samiri anha biba'id faqad tasabbaba fi ifsadi da'wati nabiyyin fi khilal shahrin wa 10 ayyam, fi khilal shahrin wa 10 ayyam. As-Samiri ni bwana mmoja ajulikana katika Israiliyat, wasema alikuwa ni katika watu wa Musa, yani katika Banu Israil, na wengine wasema la, alikuwa ni jirani wa Banu Israil akaenda na wao, lakini asili yake huyu bwana wasema alikuwa katika kaum ya watu wanaoabudu ng'ombe, kindama kile. Musa alayhi salatu wassalam alipokwenda kwenye miqat, miadi ambayo ameahidiwa na Mola wake kuzungumza naye Tur kule, akaondoka kwa siku 30, akaongezewa 10, 40 leila. Zile siku 40 zile alizoondoka Musa, yatakaofahamu kuwa Musa alitoka mbali na Banu Israili, kutoka wakiwa chini ya Firaun, awalingania katika tauhid, akaenda na wao, akaishi na wao miaka aliyoishi na wao, awafundisha tauhid, wamwabudu Allah, wasimshirikishe na chochote. Aja bwana mmoja aitwa Samiri, akawatengezea kindama cha dhahabu, zile dhahabu ambazo zilikuwepo kwa Banu Israili. Na pia hiki wataja katika Israiliyat kuwa waliwaazima wanawake wa Kikibti wa kabila la Firaun, kisha ikatokea lile la kuondoka, kwa wakaondoka nazo zile dhahabu wakiwa wanazo wao. Kwa zile dhahabu wakachangia pale. Samiri ambia leteni dhahabu, mimi nitawatengezea kitu cha sawa sawa. Jamaa wakatoa, zikayayushwa, kikatengezwa kindama, ijilan jasadan lahu khuwaru. Yule ndama alivyotengenezwa, akamtoboa tundu kuanzia kwenye mdomo mpaka kwenye duburi yake, na alikuwa ni mtu, ni kazi yake ile, siku ati ndio siku ya kwanza sasa ile ndio yofanya, ni kazi yake yeye kutengeneza vile vijisanamu. Sasa upepo unapokuja ukapita kwenye mdomo wa yule kindama, na kutoka nyuma watu wa upepo sauti ile lahu khuwara, ukalia kama vile ng'ombe. Sasa Banu Israili wale, kwa kuwa walikuwa hawajui, na Banu Israili walikuwa na vituko bwana, tuseme kwa lugha ya leo, walikuwa hawaelewi kuna siri gani ya kile kindama kupiga ile kelele, hawajui. Kwa wakawa kukipigwa kile kelele, wale Banu Israili wamzunguka yule ndama, kisha wacheza zamuni. Mjua zamuni hii ya makhurafi, wacheza ile wacheza. Wallahi sisemi mimi, siyatungi mimi. Al-Imam At-Tartushi rahimahullah ta'ala ameyataja haya kuwa kucheza katika dini badaa biha ashabu Samiri, wao ndio walioanza kucheza namna ile. Na ndio maana Mtume sana akasema la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Alikuwa wazungumzia nani? Hakutaja mfano, qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat Banu Israil ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Kwa hivyo kuna watu watafuata nyayo zao wale. Samiri, Harun alayhi salatu wasalam wakamdhalilisha mpaka kutaka kumuua kwa kupinga kile kitendo anachokifanya. innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani, walitaka mpaka kuniua. Wakaendelea kuabudu kile kindama, akawa yuwaambia hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi, huu ndiyo Mungu wenu bwana, na ndiye Mungu wa Musa amesahau tu, sio kwenda wapi huko, akija yeye pia atabudua hivi hivi tu. Subhanallah, mtu mmoja peke yake muovu amesababisha katika siku 40 kuharibu da'wa ya mitume wawili wa Allah alayhi salatu wassalam.
mtu mmoja mharibifu. Alafu leo waambie usiketi na ahlul bid'ah, waketi na makundi ya watu wa bid'ah, watakufanya nini wewe? Mubtadi' mmoja peke yake, hii ni bid'ah ya kule kutengeneza kindama kuabudiwa, ni bid'ah. Mubtadi' mmoja ameweza kaumu nzima kuiharibu, mtu mmoja peke yake. innal ladhina ittakhadhu al-'ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya. Allah sema kadhalika najzil muftarin, na hivyo ndivyo tutakavyowalipa wazushi. Huu ni muftari. Haya bwana, walinganizi wanaolingania watu katika milango ya moto leo wako wengi sana, na wallahi lau kama muislamu hatachunga watakuwa ni sababu ya kumtumbukiza yeye ndani ya moto wa jahannam. Na hapa tukusudia kila aina ya watu wa bid'a. Katika khawarij ni wangapi ambao wamehamasishwa kutoka kwenye maandamano na kuleta faudha na kuondoa amani katika nchi, na wale walinganizi katika milango ya moto wa jahannam, na watu wakawaitikia. Na katika mambo ambayo mara nyingi awamu nas utawapoteza ukiyatumia ni lugha ya kuambia mna njaa, njooni mimi nitaonyesha njia ya kushiba. Basi yani lao kama utawaambia nyinyi hamna elimu, njooni nitawafundisha elimu, hiyo habari nao hawana. Lakini usiwaambie kuna mikate ya bure yaganyizwa. Na kama wataka kujaribu wewe, nenda sokoni, watu kule watafuta kununua na kuuza, waambie Masjid Ibn Uthaymeen kule Mbweni kwa ganyizwa nyunga za bure. Nyinyi mwapata tabu hapa. Adhuhuri tukimaliza kuswali, mlangoni kila mmoja apewa bandali, kisha uone msikiti utakavyojaa. Hakuna darasa, kisha ile salamu ikitolewa tu kule uliko wewe uliosema, macho yote atakuangalia. Mvipi nyunga hizo? Sema jamani, nilikuwa nakusudia muje msikitini kuswali, utatandikwa wewe. Awama hawataki mchezo kugusa tumbo lao. Sasa duatun ala abwabi jahannam watumia fursa hii katika kuwaingiza kwenye mabalaa na kuvunja amani na kuleta uharibifu katika nchi. Hawa pia waingia katika duatun ala abwabi jahannam, na wengineo wengi katika ahlul bid'ah aina mbalimbali. Kwa tuchungeni sana unapokwenda kumsikiliza yule unataka kumsikiliza, chunga ni mtu wa sunna au la, asomesha haki au batil. Na ndio maana kukawa kuna ilmu inaitwa ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ahli sunna wakasema huyu wafaa, nenda kumsikilize, huyu hafai, usimsikilize. Al-hasad, sababu ya tatu, al-hasad. Al-hasad huwa alladhi hamala al-yahuda ala al-kufri billah. Hasad ndiyo iliyowapelekea mayahudi kumkufuru Allah, wa jahdi nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na kukataa utume wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna al-yahuda ahla kitabin, mayahudi ni ahli kitab. Indahum bisharatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ndani ya vitabu walivyovisoma wana bishara waliopewa ya kutumilizwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكانوا يحدثون الأميين من العرب بقرب خروجه, na walikuwa kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwaeleza al-ummiyin ni waarabu ambao hawakuteremshiwa kitabu kabla ya Qur'an, walikuwa wakiwaambia kuna mtume atatumilizwa, na wakieneza bishara hii. falamma kharaja sallallahu alaihi wasallam alimu annahu rasulullah haqqan wa sidqan, alipotumilizwa mtume Muhammad sallama wakawa wajua kuwa huyu ni mtume wa Allah na ni mtume wa haki na kweli. Warau dalaila nubuwatihi dhahiratan la yamtaruna fi dhalika kama la yamtari ahadun minhum fi ibnihi wa nutfatihi yaqinan. Mtume sallallahu alaihi wasallam walipomuona waliona alama za utume wazi, walikuwa hawana shaka na hilo, kama vile mmoja wetu hana shaka juu ya mtoto wake aliyemzaa. Yule mtoto wake aliyemzaa, huyu ni mtoto wangu, na yuamtambua vizuri hata gizani, hata gizani pia. Si kitambo nilimwona mmoja katika wanangu kwenye giza yuaje hivi, kwenye giza. Nikamwambia bwana mmoja, angalia yule mtoto wangu yule yuaje.
wewe wamjuaje kwenye giza? Na basi utaona akija yeye kweli. Basi huyo Abdurrahman yeye, nikamwambia ndio ujue maneno ya Allah, yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum. Hata mtoto wako aka kwenye giza yatembea yule mwanangu yule bila kuambiwa na mtu, huna shaka juu ya hilo, kwa sababu si wamjua mpaka anavyotembea, anavyozungumza. Kuna wazazi wawahami watoto wao wakisikia wamefanya matatizo, na iwajua kuwa yawezekana kwa huyu mtoto wangu amefanya matatizo, kwa sababu kulingana na tarehe yake anayoketi na yeye na kuishi naye amjua kuwa huwa na matatizo. Hakuna mtu anayemjua mwanawe kama baba anaishi na mtoto wake, amuelewa vizuri sana. Sasa Mayahudi walimjua Mtume sallallahu alaihi wasallama kama anavyomjua mtu mtoto wake, bali Abdullah ibn Salam au mmoja katika wale waliosilimu katika Yahudi wakasema nini? Bali twakujua zaidi na hatuna shaka na wewe kuliko watoto wetu. Sababu mtoto wako waweza kuwa umechezewa game usijue, lakini Mtume Muhammad sallama sina shaka kuwa wewe ni mtume kwa zile dalili tulizoelezwa. Kwa walikuwa na yaqini. Tayib, kitu gani kilichowazuilia? Allah asema alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnaahum, wamjua kama anavyomjua mtu mtoto wake. Walakin alladhi hamalahum ala takdhibihi walkufri bihi huwa annahu lam yakun min jinsihim, kilichowazuia wao kuifuata haki kikawapelekea kumkadhibisha na kumkufuru ni kuwa hakuwa katika jinsia yao, yani bimaana hakuwa katika Mayahudi Banu Israil, hakuwa katika Banu Israil. Wa inma kana arabiyan, huyo alikuwa ni Mquraishi Mwarabu. Kwa kuwa ni Mwarabu, si katika Banu Israil, si katika dhurriyat Ishaq, ni katika dhurriyat Ismail, basi huyo hatuwezi kumkubali sisi. Wa idha kana alhasadu yahmilu ala alkufri billah wa huwa a'zamu adh-dhunub fakayfa la yahmilu ala ma huwa dunahu, ikiwa hasad yaweza kumpelekea mtu kukufuru ambayo ndiyo dhambi kubwa kabisa, vipi haiwezi kumpelekea yule mtu katika kufanya dhambi isiyokuwa ya kufuru? Hasad yaweza kumpelekea mtu kuikataa haki ambayo aijua hii ni haki tu. Kwa nini imekuja kwa njia ya mtu fulani? Kwa nini haikupitia kwetu? Kwa nini sikulikuwepo na watu na huku kwenu mwaita Ansar Sunna wakidai kuwa wao ndio wanaonusuru sunna na kulingania katika sunna? Kipi kinachowazuia wao kuinusuru da'wa salafia wakati da'wa salafia yatetea sunna na kuinyanyua sunna? Kitu gani cha wazuia? Wengi katika wao ukichunguza utakuta kwa nini imekuja kupitia kwa mtu fulani na sisi ndio wenyewe hapa. Kwa nini? Hasadan min indi anfusihim, ile hasad ikawabebea watu kuikataa da'wa ya haki ya wazi. Sababu iliyowapelekea huko nini? Hasad. Wengi hasad ndio wapeleka huko. Kwa nini fulani ndio Allah amemfungulia katika ilmu si fulani? Kwa nini awe huyu si yule? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, je, wao ndio wanaogawa rehema za Allah? وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عروة بن مسعود. Kwa nini hii Qur'ani haikuteremshwa kwa Urwa ibn Mas'ud ambaye ndiye bwana mheshimiwa wa Taif na Makka, watu wote wamheshimu? Aje kupewa mtu bwana alikuwa yatima maskini hana chochote, leo ndio yaje kuteremshiwa Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala waambia ahum yaqsimuna rahmata rabbik, kwani wao ndio wanaogawa rehema za Allah? Kisha angalia balagha ya Qur'an. Allah sema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Tayib, niwaulize hapa kwa zungumziwa utume hapa, Allah sema nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, azungumzia maisha ya dunia. Iweje tena kwa zungumziwa utume na huku Allah azungumzia nini? Maisha ya dunia. Ni kuwa Allah awaambia Makuraish
ikiwa maisha ya dunia ambayo si chochote kwangu mimi na pia mmewagawia, itakuja utume ambao ni daraja ya juu kabisa ya mwanadamu kupewa. Sikuwaachia nyinyi dunia muigawe, naigawa mwenyewe, ambapo hii dunia la ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha, na pia Allah hakumwachia mtu aigawe, akaigawa mwenyewe. Itakuja utume niwape nyinyi, ndio mchague mtume mnayemtaka. Mimi ndiye ninayechagua, mimi ndiye ninaigawa rehema zangu kwa yule ninayemtaka. Hasad ya akhi. Na hili si alizungumza Abu Jahli alipoulizwa na mtoto wa ndugu yake, ya am, mimi nakujua wewe ni mtu una akili yako, wajua kupima mambo, hivi nikuulize, huyu Muhammad huyu ni muongo huyu ni muongo huyu? Na kisa maarufa katika tarehe kwa Abu Jahli kama, wallahi innahu la sadiq, mimi nakuapia huyu bwana ni mkweli. Na hili Allah alithibitisha katika kitabu chake, fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. Sasa kwa nini hatumfuati? Akasema sisi na Banu Hashim tumeshindana katika kuwanywesha mahujaji maji, walivonywesha tukanywesha, walivolisha tukalisha. Leo wametujilia na mtume, tutamtoa wapi mtume sisi? Kabila letu tutatoa wapi mtume? Kwa hivyo nitapinga paka kufa, hasadan, kumhusudu tu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ule utume aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili lipo sana. Kuna baadhi ya watu huikataa ile haki kwa hasad tu, na wengine hawajui kuificha, huzungumza mpaka wazi. Basi kunkosekana mtu awe yule, bwana angetapewa mwingine sawa, lakini yule vipi bwana, iwe yule. Sheikh Muqbil rahmatullahi ta'ala alayhi aliporudi kutoka mamlaka kusoma tarjama yake kufanya da'wa, alipingwa sana na asada, hawakwenu mwaita masharifu. Walimpinga sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ni Gabili. Watu ambao kutoka Yemen wanielewa nazungumza nini. Kule Yemen watu wamegawanyana na matabaka kulingana na kabila yako. Sasa kuna sada, kisha mashayikh, kisha washuka hivyo kwa mpaka ufike kwenye Gabili, kisha washuka mpaka ufike kwenye Ju'la, mpaka wale ambao sasa huyu hawezi kuoa huyu na huyu hawezi kuoa, lakini huyu ajui yaweza kuoa huku, hata akiwa akabira mujrimiha. Yani ni ukabila tu. Sasa Sheikh Muqbil yuko chini yao kiukabila kulingana na wao, ni Gabili yeye. Vipi atakuja kwa sada awe ana ilmu kuliko wao? Unaelewa? Kwa wao kuikataa haki kule aslan ni kwa sababu ya ukabila. Kwa nini ni fulani si fulani? Wakamweka katika hali kama hiyo. Yani hatuikubali kwa sababu Gabili alimna ad-din. Yani mtu Gabili atatufundisha sisi dini? Haiwezekani. Na watu wake Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi ambao ni kabila la Wadi'a, katika kuikubali da'wa, moja katika sababu ni kuwa ni mwenzao. Allah akajalia rehema kwa wao kwa sababu mwenzao. Yeye mwenyewe aeleza, kuna clip yaeleza Sheikh Muqbil rahimahullah alikuwa akisimama Masjid al-Hadi kule Saada, akipigwa, akisimama akisema innal hamdalillah, Wahabi, apigwa, asema wa arji'a fil yawm athani, na siku ya pili pia anasimama tena innal hamda, najua nitapigwa, apigwa tena. Sisi hata tupigwe oga, tuishi katika nchi zenye amani alhamdulillah, kisha mtu yuogopa kulingania katika sunna. Siku ya tatu yuaja apigwa. Kwani watu wake walikubali? Mwampiga nani mwenzetu? Bunduki. Mtu amguse huyo, kama apigwi tembe ya risasi hapa. Akasimama akazungumza akatoka, watu wake wambeba mabunduki nyuma yake, mtu amguse. Ukabila. Lakini ndio ikawa sababu ya kuinusuru da'wa. Unaelewa? Hata Abu Talib alimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa ni mtoto wa ndugu yake. Na Hamza radhiyallahu anhu arda, asli ya kusilimu kwake nini? Amwambia
Abu Jahal baada ya kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam, atadhribuhu wa ana ala dinihi, wewe wampiga huyu mtoto ndugu yangu na mimi niko katika dini yake? Akamtandika na yeye, akamwambia ruddaha alayya, sasa wewe jaribu nilipize uone. Abu Jahal wallahi lau kama angetumia akili yake yule kuijua haki angelikuwa mbali sana. Akajua kutazuka vita vya ukabila pale, mwacheni bwana, ana uchungu wa mtoto wa ndugu yake, na ndio ikawa sababu ya Hamza kwenda kufanya nini? Kusilimu. Wakati mwingine Allah aweza kujalia sababu yoyote, lakini imewapelekea watu wengi sana kuiwacha haki kwa sababu ya hasad, wakawausudu wale ambao Allah amewapa ilmu. قال العلامة عبد الرحمن المعلم اليماني في بيان حقيقة تأثير الحسد، katika kubainisha uhakika wa athari ya hasad kwa mtu katika kuikata haki, yasema alhasadu wadhālika idhā kāna ghayruhu huwa alladhī bayyana alhaqqa fayarā anna i'tirāfahu bidhālika alhaqq yakūnu i'tirāfan lidhālika almubayyin bilfadli walilmi walisāba. Asema wakati mwingine hasad yampelekea mtu kuikataa haki, na hii huwa vipi? Ikiwa asiyekuwa yeye ameibainisha haki. Sasa yuona mimi nikikiri kuwa hii ni haki, itabainika kwa watu kuwa yule aliyezungumza ana fadhila juu yangu, sababu yeye ndiye mtu wa kwanza wa kuizungumza ile haki. Fayadhumu dhaka fi uyuni nnas, sasa yule aliyebainisha haki watu watamtukuza mbele ya macho yao, atakuwa aonekana mashaallah ni yeye ndio alianza kuja na ile haki. Wala'allahu yatba'uhu kathirun minhum, na huenda watu wengi wakamfuata, nikikubali watu wengi watamfuata. Wa innaka latajidu min almuntasibina ila man yahrisu ala takhti'ati ghayrihi min alulama walau bilbatili hasadan minhu lahum. Waweza kumuona mtu amkosoa mwenzake katika wanaovyuoni kwa sababu ambao si ya kumkosoa, lakini basi tu kwa ile hasad aliyokuwa nayo, hata kwa batil, hasadan minhu lahum wa muhawalatan lihatti manzilatihim 'inda an-nas, akajaribu kushusha ile cheo cha wale watu mbele ya watu, cha wale wanaovyuoni mbele ya watu. Na hili lipo sana sana kwa ahlul bid'ah. Nyinyi mshamuona mtu wa bid'ah yoyote akikiri kuwa mtu wa sunna ni msomi? Mshamuona? Ukimwona njoo niambie. Na ikiwa atakiri kwa siasa na falsafa, ili asione ana insafu, lakini hakiri jambo hilo. Bali ahlus sunna ambao hapa kwetu waitwa mawahabi, daima ukiwasikia wakizungumza wasema nini? Hawa wajinga tu, watoto wa juzi. Wewe utaitwa mtoto wa juzi mpaka umri wa Sheikh Abu Hashim bado utaitwa mtoto wa juzi. Raha ya sunna huzeeki. Raha ya sunna wewe utaitwa mtoto wa juzi hata ukiwa wewe babu yake yule mtu. Yani wewe kwa manzila ya babu yake bado yeye pia kuita wewe mtoto wa juzi. Una adabu wewe. Watu wana nywele nyeupe katika sunna, kuanzia na nywele nyeusi mpaka amemea mvi yuko katika sunna. Wakuta kitoto kidogo cha mzungumza Sheikh Al-Albani rahimahullah. Kuna siku kuna hafla kule kwetu ya khurafiyin. Katika ile hafla amepewa kijana khutba, imeandikwa khutba yote kumzungumza Sheikh Al-Albani kwa madharau. Wallahi alazim, khutba mwalimu amwandikia mtoto, waman huwa Al-Albani, tunajua unahifadhishwa, lakini pia kofia tafuta nzuri, usivae kama ya mpishi. Sasa wavaa kofia hivi sijui za kuficha halwa huko ndani, wavaa kofia ndefu sijui mpaka wapi bwana kama mpishi. Mwanzo sura yako onyesha wewe huzungumzi haki. Ndio yale tukayasema, idha qila innal ghuraba natqa bil haqqi fa aina al haqqu fi wajhi al ghurabi. Azungumzwa al-Allamah al-Albani kwenye hafla, maneno ya madharau kabisa. Sasa ikiwa al-Imam al-Albani rahimahullah atazungumzwa na wanafunzi kwa lugha kama hii, je, hao wanafunzi watazungumzwa vipi? Lakini ukichunguza makini utakuta ni kwa malengo ya kuangusha, ili maneno yao yasiwe na uzito mbele ya watu. Hasadan min indi anfusihim. Wallahi ile hasad waliokuwa nayo dhidi ya ahli sunna ni ajabu. Na sisi tusema alhamdulillah, mutu bighaidhikum, kufeni na chuki zenu. Sunna ya wewe wacha, kwani hatukupitiwa na wakati. Na ndugu zangu wako hapa,
kuwa mtu wa sunna yuwasomesha aketi mtu mmoja peke yake chini yake, mtu mmoja. Mimi sisahau, nakumbuka nikisomesha alikuwa akihudhuria mzee mmoja rahimahullahu rahmatan wasi'a, na akiwasha maiki hivi akiniambia zungumza kwenye maiki, namwambia tuko mimi na wewe tu, asema labda watasikia nje, labda watasikia watakuja. Mtu mmoja peke yake akaa chini asikiliza. Leo watu wa sunna ni wangapi walioifahamu sunna? Alhamdulillah, dhalika alfadlu min Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika fadlullah, ni fadla ya Allah peke yake subhanahu wa ta'ala. Leo watu wameifahamu sunna. Hata hapa mlioko Zanzibar ni wangapi walikuwa na ikbal katika da'wa salafia, na leo watu ni wangapi? Leo Zanzibar da'wa yani muhadhara watolewa, watu wakaa ndani ya msikiti, juu chini nje. Wallahi hii ni fadhila ya Allah kubwa sana. Kwa wewe pinga tu, wewe endelea kupinga, mwisho wa kwisha utakanyaga huko nyuma. Hiki nkifai, mjua ile train ile ya SGR ile, siku hizi katika nchi zetu izewekwa electrical train, ile yenda mbio sana, ukiwacha kuipanda yenda na masaa, watu hao wasonga mbele. Usifikirie kwa kupinga kwako utazuia chochote, wallahi huwezi kuizuia haki. Itaingia bi'izzi azizin au dhulli dhalilin. Izzun yu'izzu Allahu man yasha'u min ibadihi, iwe wana nguvu iwe ni wadhalilifu, Allah ataipitisha haki. Hata ukajificha chini ya jiwe itakufikia kule uliko. Na leo ahli sunna na vyombo walivyonavyo dhaifu katika kufikisha kwa watu, lakini angalieni, tushawahi kwenda da'wa katika sehemu ambazo hatukutarajia kupata salafi. Bara Kenya huko ndani huko kuna muislamu mmoja tu. Mimi najua mji mmoja amekuja kwenye muhadhara, muislamu mmoja salafi, yani katika kijiji kizima yeye peke yake ndio muislamu, alafu si muislamu tu, salafi. Vipi? Asema twasikia sauti zafika mpaka huko. Hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ahli sunna, na ni dalili ya kuwa ni haki. Wewe endelea kupinga na uhasidi wako, utakufa na wala huwezi kuizuia hii da'wa. Mwanzo nakumbuka da'wa ya ahli sunna wakati Sheikh Ahmed al-Jazairi hafidhahu Allah ta'ala alipokuwa akisomesha, kuliwekwa kipindi katika redio moja kule Kenya. Kile kipindi kikawa kazi yake kupinga da'wa salafia, na simsahau yule mlinganizi alisema, wallahi nakumbuka maneno yake mpaka leo kwenye masikio, nilikuwa nayasikiliza kwenye redio. Asema, sisi wanafunzi wallahi mtahakikisha nimeiua hii da'wa hapa Mombasa, mtahakikisha. Kangoja miaka ikapita, tuona da'wa yaendelea, misikiti ya ahli sunna yazidi, mpaka ikafikia ile misikiti walioko wao ndani pia Allah yuwatoa nje, awatia ahli sunna salafiyin, mpaka hawaamini. Kuna misikiti ambayo hatukutarajia salafi aweze kutoa khutba ya Jumaa. Wacha kusema khutba ya Jumaa, kutoa kalima baada ya swala hawezi kutoa. Wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tatauha, mpaka ile misikiti ambayo hamjawahi kukanyaga. Na wallahi mtakumbuka maneno ninayozungumza, ikiwa mtaikataa hii da'wa, Allah atainusuru, mpende msipende, mpaka ataifikisha kule atakapoifikisha. Anayetaka haki ataifuata, atakayebakia katika batil hana wa kumlaumu isipokuwa nafsi yake. Adhunubu, wakati ushaisha. Sijui nitatoboa kesho, inshallah tajaribu. Inshallah. Sheikh Ilyas hapa asema niongeze spidi, kesho nitamaliza. Kesho nitakuja mapema zaidi. Nitamwomba Sheikh Abu Hashim vipi? Enda kumaliza? Tamaliza. Mlango mrefu ule. Khairan inshallah. Inshallah tutajaribu kesho.